حديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه مش عبد الله قسم بن غافل بن حبيب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. anasema imepokelewa kutoka kwa Ibn Mas'ud ibn Ummi Abd, tumekuwa kimta hivyo. Qala, amesema qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin, haiwi halali damu ya mtu muislamu kumwagwa. Si halali damu ya mtu muislamu kumwagwa. Yashhadu an la ilaha illa Allah, huenda hii ni katika riwaya ile kwenye baadhi ya nini hakuna yashhadu, anayeshahadia ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na kwamba mimi ni mtume wa Allah. Si halali damu ya mtu huyo kumwagwa illa bi ihda thalathin, isipokuwa kwa moja ya mambo matatu. Kwa hiyo kumwaga damu ya Muislamu ni dhambi kubwa katika madhambi makubwa. Kuimwaga damu ya Muislamu bighairi haqqin, pasi na haki, Mtume ameshakataza jambo hilo katika hadithi nyingi, ikiwemo hadithi hii, lakini kadhalika hadith aliyopokea Bukhari na Muslim kutoka kwa Jariri bin Abdullah, la tarji'u ba'di kuffara, msirejee baada ya kuondoka kwangu kwenye ukafiri mkafanya mambo yanayofanywa na makafiri ya kupigana wao kwa wao na kuuana. Yadrib ba'dukum a'naqa ba'd au riqaba ba'd, mkawa mnachinjana mnauana nyinyi kwa nyinyi, mambo ya kikafiri, msirejee tena huko. Kwa hiyo ni wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo mtu kumuua mtu ni jambo la kawaida. Kamuua mtu amepora simu, kamuua mtu kwa sababu ya simu. Kijana wa kisalaf ameuawa kwa sababu ya simu imempotezea uhai. Anatoka msikitini kuswali salatul fajr, jirani nyumbani kwake anakwenda hapo, wakatokea vijana wakamkaba. Kwa haraka haraka akili yake ilimwambia, chukua simu yako itupe ndani kwako waikose. Kwa hiyo kufanya vile kwao lilikuwa ni kosa kubwa sana, ambalo hukumu yake walioitoa ni kupoteza uhai wake. Simu. Akauawa yule kijana Dar es Salaam. Jana wa salaf amemaliza IFM kama sijakosea, kamwacha mke, Allahu a'lam alikuwa na watoto, kwa sababu ya simu. Jambo la kawaida. Mtu anachukua, anamlenga mtu kwa bunduki, anamuua. Gari la mchanga, kijana anakufa, gari la mchanga, kauawa. Jambo la kawaida. Yani damu ya mtu hutoa uhai wa mtu. Yani kuna kosa gani kubwa alilolitenda muda wa kuwa hakuwa huyu? Na wewe sio waliyul amri kwamba ndiyo mwenye hukumu hiyo uliyopewa kisheria. Siku ya Kiyama kila aliyouawa kwa dhulma, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, atakikamata kichwa chake kwa mkono mmoja, mkono mwingine atamkamata aliyemuua, anakuja naye mbele ya Allah. Akfa anasema, ya Rabb, sal hadha fi maqtalani, muulize huyu ameniulia nini? Damu za watu
watu wanauawa kikatili mithili ya kunguni, damu zao hazina thamani. Uislamu umeharamisha jambo hilo.